Kwa mazingira tuliokuwa nayo hapa bara, ambayo mamia kwa mamia ya watu wameuawa, iwapo kuna mtu ana nia ya dhati ya kuleta maridhiano, hatua ya kwanza ni nini? Ukweli na uwajibikaji. Hatua ya kwanza ni nini? Ukweli na uwajibikaji. Lazima tupate ukweli, na ukweli wa kwanza ni kwamba uchaguzi wa 2025, kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, umezalisha wafungwa wengi wa kisiasa, wengi. Ukweli wa pili, Watanzania wengi wametekwa, hawajulikani waliko. Watanzania wengi wameuawa. Huo ndio ukweli. Hatua ya kwanza, lazima tuujue ukweli. Tusiishie hapo. Hatua ya pili ni nini? Uwajibikaji. Kwa wale ambao wana kesi za kisiasa, wote wanapaswa kuachiwa huru. Maneno ya maridhiano, wakati baadhi ya watu wako ndani kwa kesi za kisiasa, ni maneno ya ada. Wote ambao wana kesi za kisiasa, wote, badala ya kuachia huru watu wenye kesi za kisiasa, ndio wanawakamata mamia na mamia zaidi na kuwaweka ndani. Kuna maridhiano hapo? Hatutaki maridhiano ya maneno matupu yasiyokuwa ya vitendo. Mtu yeyote anayetaka maridhiano asijidanganye kuyataja, haisaidii kitu. Maridhiano yanataka kwanza ukweli, pili uwajibikaji. Hatua ya kwanza, usiwafunge wenzako kisiasa kama unataka maridhiano. Hatua nyingine ya uwajibikaji ni lazima waliotekeleza utekaji na mauaji kwanza wajulikane, pili wawajibike. Nia ya dhati ikionekana katika hayo, hapo mnaweza kuzungumza juu ya nini? Maridhiano. Bila hivyo, hapo tutakuwa tunajidanganya. Na lazima wajue watawala kwamba wakipuuza sauti hiyo ya kweli na wakajidanganya, wanaweza wakazima sauti hiyo, sauti ya ukweli na uwajibikaji, sauti ya demokrasia, sauti ya tume huru ya uchaguzi, sauti ya katiba mpya. Huko tunakokwenda sio salama zaidi. Ukiziba mlango wa demokrasia, unafungua mlango wa machafuko. Tusipofunzwa na ya Oktoba 29, mbele tutafunzwa na mengine. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sasa mimi nawauliza wana Dar es Salaam, mpo tayari kwa mwendo huu? Huu mwendo mnautaka? Mpo tayari kwa huu mwendo? Huu ni kwamba na tasnia ya siasa haijishughulishi sana na mambo ya mwananchi. Mwananchi akijiona anapambaniwa kisawasawa, akiwaona wanasiasa wanataka kufa kwa ajili yake, kwa ajili ya ajira yake, kwa ajili ya kipato chake, bodaboda, wamachinga, wafanyakazi, wafanya biashara, viwandani, mashambani, wanafunzi, wakituona usoni na wakaamini sisi tunapambana kufa kupona kwa ajili ya maisha yao,
Uzoefu unaonesha kwenye maeneo mengine duniani wananchi wataliunga mkono vuguvugu hilo na watakuwa tayari kufa kwa ajili ya hilo vuguvugu. Huo ndio uzoefu unaoonyesha. Sisemi hatuzungumzi kabisa mambo ya wananchi, tunayagusagusa. Unagusa leo hiki, kesho kile, tunayazungumza kwa ujuujuu, hatujayapa kipaumbele. Mwananchi ana akili, ukiyazungumza mambo kijuujuu anaona, lakini ukiyazungumza mambo kwa utayari wa kufa kwa ajili ya hayo mambo anaona pia. Na ukifanya hivyo with consistency, ukafanya leo, ukafanya kesho, ukapata na vitisho ukarudia na kesho kutwa, ukafanya kwa wiki, ukafanya kwa mwezi, wakaona unarudia, wananchi watapata hamu ya kusikia mambo yao kwenye mikutano yao. Huo ndio uzoefu wa dunia unavyotuonyesha, na hata hapa Tanzania. Kwa hiyo viongozi wa mikoa na viongozi wa majimbo, na waomba sana hili jambo la tatu nalo tulitie kwenye ajenda zetu. Tusiishie kulaumiana sisi kwa sisi, tusiishie kuilaumu dola peke yake. Tujitafakari namna gani mwananchi wa kawaida, ordinary mwananchi, tunamfanya kuwa ni ajenda yetu, na tujiulize maswali magumu bila kujilaumu na kulaumiana sisi kwa sisi. Wewe peke yako ulipokaa jiulize, mwenyekiti wa jimbo, wanyonge waliodhulumiwa ardhi kwenye jimbo lako wakidhulumiwa, wanakuja ofisi ya ACT Wazalendo? Hawaji. Hapa makao makuu tujiulize, chama cha siasa ni mali ya umma, ni mali ya jamii. Wananchi wanaodhulumiwa Dar es Salaam wanakuja makao makuu kulia hapa. Wana Dar es Salaam wangapi wanalia? Wana Dar es Salaam wangapi wanaumizwa? Wanatutafuta sisi viongozi. Unadhani hawatujui? Hawajui kwamba kuna mwenyekiti wa jimbo, kuna mwenyekiti wa kata, kuna mwenyekiti wa taifa? Wanajua uwepo wetu. Kwani hawajui kuna ACT, kuna Chadema, kuna kafu, kuna CCM? Wanakuja kwenye ofisi hizi. Kwa nini hawaji? Mmewahi kujiuliza swali hilo? Hawaamini kama tutayapa uzito mambo. Hili la tatu nalo tujiulize na tulichukue. Yale mawili siyakatai na tumeyajadili kwenye vikao mbalimbali, na tuendelee kufanya nini? Tuyajadili. Lazima tuendelee kuikabili dola. Lazima tuendelee kuwakabili CCM. Lazima tuendelee kuimarisha chama na tutazamane viongozi wa chini na juu. Lakini hili la tatu ni lazima nalo tufanye nini? Tulitafakari na tulibadili. Na mimi nawaambia ndugu zangu wa Dar es Salaam, tukiamua kulibadili inawezekana. Tukiamua kwamba ofisi ya jimbo ya Ukonga na mwenyekiti wa Ukonga awe ndio kimbilio la wananchi wa Ukonga, inawezekana. Ili mradi wananchi wamuone mwenyekiti wa Ukonga kwamba ndio mpambanaji wao, yuko tayari kupambana. Lakini tujiulize wenyewe, viongozi wa matawi na viongozi wa kata wanashiriki vikao katika ngazi ya mitaa na vijiji, wanashiriki vikao katika ngazi ya kata. Manake kule ndio mapambano yanakoanzia kule. Viongozi wetu wanapoalikwa halmashauri wanapeleka mambo ya watu kule. Maana kuna vile vikao vya council ambavyo mpaka watu wa nje mnaruhusiwa kutoa nini, maoni. Wanapeleka kule harakati kule, au wanakwenda kusaini. Haya ni maswali magumu Ama wanaenda kuwa vipenzi vya ma-DC, vipenzi vya wakurugenzi. Na sisi viongozi wa kitaifa tunaposhiriki forums mbalimbali, ni kweli mwananchi wa kawaida tumemshika sisi? Haya ni maswali magumu, au sio jamani? Ni lazima tufanye nini? Tuyachukue.
na kuanzia leo tuanze kuyafanyia nini? Kazi. Sio kazi nyepesi. Ukianza hayo kijijini kwako na kwenye kata yako, unaanza kuwa blacklisted. Wazungu waza huyu mkorofi, akisimama kwenye vikao anatuletea shida huyu, na unaanza kutiwa msukosuko. Hilo ni ukweli, lazima niliseme. Hilo litatukuta, lakini tuwe tayari litukute, au sio jamani? Lakini tubadilishe ofisi za ACT Wazalendo na viongozi wa ACT Wazalendo kwa kuanzia Dar yawe ni maeneo ya kukimbiliwa na umma, na tukiamua inawezekana, lakini inaanza kwako wewe unanisikiliza, ndugu zangu. Sasa mimi nawauliza, mpo tayari? Mpo tayari kwa mambo haya? Na shida ni nyingi. Tumeamua tuwe tayari kujitoa muhanga kutetea vijana hawa. Huo ni mfano mmoja wa mambo nyeti ambayo inabidi tuyasimamie, lakini hawa ni sehemu ya maelfu na maelfu ya vijana wanaodanganywa elimu ni ufunguo wa maisha. Wanakwenda shuleni, wanasoma kwa bidii, wanafaulu vizuri. Serikali ya Chama cha Mapinduzi badala ya kuwapa mitaji inawapa maneno matupu. Nyinyi ni mashahidi na mfuatilie vizuri katika halmashauri zenu. Rais Samia aliahidi